Sakata la Mchome na Chadema bado linaendelea, ambapo nimekuwekea story kuhusiana na barua yake ambayo amemwandikia msajili wa vyama vya siasa. Sasa haya ni majibu kutokea kwa msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, ambapo ameipa Chadema wiki moja ijibu barua ya Mchome na ieleze kwa kile ambacho nimekuwekea kwenye story iliyopita hapo. Ni kuhusiana na Mchome. Yeye analalamika, anasema kwamba utaratibu uliotumika kuwachagua katibu mkuu ndugu John Mnyika, lakini pia makamu wa katibu mkuu pale Zanzibar ni kama hawakufuata utaratibu ama hawakufuata ile katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema. Sasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa muda wiki moja kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiwe kimewasilisha maelezo kuhusu malalamiko ya mjumbe wa baraza kuu wa chama hicho Lembrus Mchome. Mchome aliwasilisha malalamiko kwa msajili wa vyama akilalamikia kikao cha baraza kuu taifa kilichofanyika Januari 12, 2025 kwamba kilikuwa batili kwa sababu hakikutimiza masharti ya katiba ili kuwa kikao halali. Pia Mchome alidai kikao hicho ndani ya ukumbi walikuwepo wanachama ambao sio wajumbe, na baadhi ya watu hao walipiga kura kinyume na matakwa ya katiba ya chama hicho. Barua hiyo iliyosainiwa na naibu msajili wa vyama vya siasa nchini Sisti Nyahonza imekitaka Chadema kujibu barua ya Mchome kwa muda usiozidi Machi 31, 2025. Umeelewa vizuri? Kwa maana ya mwisho wa mwezi huu basi barua hiyo iwe imejibiwa. Umeelewa vizuri? Hii ni story ambayo imewekwa na page ya Mwananchi hii. Ngoja nisome comment za wadau hapa. Huyu anasema tumemsikia Makala, lakini au mnafuatilia minor issues. Umeelewa vizuri? Mnafuatilia issue nyepesi. Vipi kuhusiana na issue ya Makala? Jamaa anauliza hapa kwa sababu moja kati ya trending ambayo inaendelea sasa hivi ni kuhusiana na kauli ambayo aliweka CPA Amos Makala. Wewe nasema yule mwanachama wa CCM aliyehoji uteuzi ndani ya chama chao badala ya uchaguzi akafukuzwa ndani ya chama, yeye mbona maswali yake hayajajibiwa? Wameandika hivyo. Wewe anasema msajili anashindwa kumwambia Makala athibitishe kauli yake aliyoitoa juzi, badala yake anatuambia habari ya barua ya Chadema. Mkiona hivyo kuna mipango alifeli. Sasa wanazunguka kwa mlango wa nyuma ili kuleta mgogoro Chadema, ili walishachelewa. Wanasema vipi kuhusu kauli ya Makala? Wanasema tayari kina Yuda hao Lissu piga kazi baba. Wanasema msajili katika uovyo wake hatari. Yeye amezungumza hivyo. Wanasema dawa yake ni kumvua wanachama kama yule wa CCM aliyehoji njia za kumpata rais. Okay, huyu anasema kuna watu ni kama mafuta ya taa, tone moja chakula hakiliki. Sijajua amemaanisha nini hapo. Misemo ya wahenga hii. Wanasema wapeleke laana huko, huu ujinga na upuuzi utaona kwa Chadema tu, huko kwingine hauoni. Huyu anasema ila kina Mchome bana. Huyu anasema sasa hapa msajili kaingia kazini, mtake pia mheshimiwa Makala atoe ushahidi juu ya tuhuma alizowapa Chadema. Hii ndo ofisi ya msajili tunayoitaka, apewe maua yake. Mzungumza hivyo. Anasema bila kusahau yule mwanachama aliyehoji juu ya kupita bila kupingwa, bila kuungwa mkono, pia ajibiwe na chama chake official. Tena msajili tungeanza na lile, alafu haya mengine yatafuatia. Okay, anasema yani msajili mbona anajipaka shombo hivi? Yule wa CCM mbona hakuambia wamjibu? Na hii ya moto ya kununua virusi vipi hahitaji majibu kuthibitisha? Of course ni kauli ya Makala. Pia wanasema wakili wangu rudi nchini, nina maswali ya kumuuliza msajili. Wanasema njia rahisi ni kama ile ya kumfuta wanachama. Yeye amezungumza hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Msajili haipo wiki moja Chadema ijibu barua ya Mchome. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo
It is what it is. Ngoja tuendelee kusikilizia ni kitu gani ambacho kitatokea. Chadema atajibu vipi? Ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.